Mjambo na habari za mchana na karibu katika matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa ni Jumaa tarehe 4 Julai mwaka 2026. Tunashukuru kwa kuwa nyingine tena kuungana nasi katika mdoa katikati ya siku ambako tunakuletea habari zote za uhakika kutoka ndani na nje ya nchi, hususan katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukiwa bado tunaendelea kushuhudia hali ya taharuki katika baadhi ya maeneo mkoa Kivu Kaskazini na Kusini, pamoja na changamoto za kibinadamu zinazoendelea kuwakumba wananchi, timu yetu ya wariri imekusanya taarifa zote muhimu za kisiasa, kiusalama na kijamii kuletea picha halisi ya kile kinachoendelea katika nchi yetu. Basi endelea kuwa nasi hadi kwa wakina, kwani tutakuletea uchambuzi wa matukio ya mapigano, hali ya usalama, taarifa za viongozi pamoja na habari mbalimbali zinazogusa maisha kila siku ya wananchi. Hii ni Kivu News FM, kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya chochote kile, ningekuomba na kusikufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone, kueme vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakualika kwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya mchana leo, ikiwa tarehe 4 Julai mwaka 2026. Nini Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Mapigano yanaendelea kutikisa eneo la Grand Nord katika mkoa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa za hivi punde zinaeleza kuwa wapiganaji wa Zalendo wanaongozwa na General Kasongo wamefanikiwa kurejesha udhibiti wa kijiji cha Pepe kufuatia mapigano makali dhidi ya vikosi vya adui vilivyokuwa vikidhibiti eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, operesheni za kuikomboa Pepe ilifanyika baada ya mapambano makubwa yaliyodumu kwa muda, ambako Wazalendo walifanikiwa kulazimisha wapiganaji wa adui kuondoka katika kijiji hicho. Kurejeshwa kwa udhibiti wa eneo hilo kunatajwa kuwa hatua muhimu katika operesheni zinazoendelea za kurejesha maeneo yaliyoathiriwa na mapigano katika sehemu hiyo ya Grand Nord. Hata hivyo, kabla ya kujiondoa, adui anadaiwa kuacha nyuma uharibifu mkubwa. Taarifa zinaeleza kwa karibu na nyumba zote za kijiji cha Pepe zilichoma moto na hivyo kusababisha familia nyingi kupoteza makazi yao pamoja na mali zao. Uharibifu umeongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wamekuwa kikumbwa na athari za vita kwa muda mrefu. Mashuhuda kutoka eneo hilo wanaeleza kuwa moshi ulionekana ukifunika sehemu kubwa za kijiji baada ya nyumba hizo kutekelezwa kwa moto. Wengi wakazi walazimika kukimbia kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, wakihofia kurejea kwa mapigano, huko wengine wakisalia bila msaada wa haraka wa kibinadamu. Katika kipindi hiki hali usalama katika Grand Nord inaendelea kukabiliwa na kwa kasi. Maeneo kadhaa yameendelea kushuhudia mapambano na hapa ya pale, jambo linalozua hofu kubwa miongoni mwa raia na kuongeza idadi ya watu wanaokimbia makazi yao kutafuta hifadhi. Licha ya kurejeshwa kwa udhibiti wa kijiji cha Pepe, hali bado inaonekana kuwa ya tahadhari, kwani hakuna uhakika iwapo mapigano yanaweza kuvuzuka tena katika eneo hilo au maeneo ya jirani. Wananchi wanaendelea kuomba kurejeshwa kwa amani ya kudumu ili waweze kurudi katika maisha yao ya kawaida. Kivu News FM inaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapigano katika mkoa Kivu Kaskazini na maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na itaendelea kuwafikishia wasikilizaji taarifa sahihi za kuaminika kadri zitakavyokuwa zimepatikana. Kama mnaona hapa tayari Wazalendo wa Grand Nord wa General Kopa Jinga Kabongo tunaingia hapa mjini Tepe kwenye adui amelunguza. Mnaangalia wote, mnaangalia adui amelunguza nyumba zote. Hapa ni waskari Wazalendo Grand Nord ya mouvement MVDP ya General Jinga Kabongo. Mwangalie tayari tunafika, adui amekimbia. Mwangalie nyumba zote zimelungula. Nyumba zinalungula. Mwangalie kabisa. Mwangalie. Tayari. Hapa mnaangalia bombe pale mbili balitega hapa, mnaangalia kama unavyoangalia adui ameacha munition, bombe anatega ategewa ile ni bombe tayari. Mnaona nyumba zingali na waka tayari.
Amjambo? Amjambo sana papa. Wewe ni nani? Sasa ndio Muisa. Uko mkaaji wa hapa? Lubero. Mkaaji hapa Pangoi. Pangoma. Merci mkabariki. Adui amekimbia. Hawa ni askari wanajeshi wazalendo ya General Kopa Jinga Kabongo ya MVDP. Tunakuja, mtuambie fasi yote kwenye adui iko, tutampiga. Tayari? Hawa ni wanajeshi kabisa. Takribani watu 10 wamejeruhiwa katika shambulio la uporaji wa kutumia silaha lililotokea usiku wa kuamkia Ijumaa tarehe 3 Julai katika groupement ya Mudusa katika wilaya Kabare mkoani Kivu Kusini. Wahalifu hao wenye silaha walivamia makazi ya wananchi wakawajeruhi baadhi yao na kutoroka na fedha taslimu, simu za mkononi pamoja na mali nyingine za thamani kubwa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na asasi ya kiraia ya groupement ya Mudusa, shambulio lilianza majira saa 7 usiku ambako watu wenye silaha waliingia katika kijiji hicho, vijiji vidogo vya Charangabwa ya pili na Nyangulube. Inadaiwa kuwa washambuliaji walizunguka nyumba mbalimbali wakivunja milango na kulazimisha wakazi kutoa fedha na mali zao huku wakiwatishia kwa silaha. Mashuhuda kutoka eneo hilo wanasema kuwa hali ya hofu ilikuwa kubwa usiku huo, huku milio ya kelele na vilio vya wananchi vikisikika katika maeneo kadhaa. Familia nyingi zilijikuta zikiwa katika sitofahamu, baadhi wakikimbia kwa kuwa maisha yao, zingine zikibaki ndani ya nyumba bila kujua la kufanya kutokana na vitisho vya washambuliaji hao. Katibu mwandisi wa asasi ya kiraia katika Mudusa Achuza amesema kuwa jumla ya kaya 10 zililengwa katika shambulio hilo. Watu 10 walijeruhiwa kwa wakati wa uvamizi huo, wengi wakipigwa na washambuliaji walipokuwa wakijaribu kupinga uporaji au kushindwa kutoa mali walizokuwa wakidaiwa. Majeruhi walikimbizwa katika vituo vya mbalimbali vya afya walipokuwa karibu na eneo ambako wanaendelea kupatiwa matibabu. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kuhusu hali zao, lakini viongozi na jamii wanasema baadhi yao walipata majeraha makubwa yanayotokana na vipigo walivyopokea kutoka kwa washambuliaji. Kwa mujibu wa tathmini za awali, wahalifu hao wanafanikiwa kutoroka na kiasi cha takriban cha pesa milioni 1,90,000 sawasawa na pesa 1,400,000 za Kongo pamoja na dola za Marekani 450. Pia walibeba simu 8 za kisasa aina Android pamoja na mali nyingine mbalimbali zenye thamani ambazo hazikutajwa kwa undani. Kufuatia tukio hilo, asasi ya kiraia katika Mudusa imelaani vikali kitendo hicho, ikisema kuwa inaonyesha kuendelea kwa kuzorota kwa usalama katika eneo hilo la Kabare. Viongozi wa asasi hiyo wameeleza kuwa wananchi wamekuwa wakiishi katika hofu kutokana na kuongezeka kwa matukio ya uporaji wa kutumia silaha na uvamizi wa watu wasiojulikana. Kupitia tamko lake, Achuza ametoa wito kwa mamlaka za kiutawala, vyombo vya usalama pamoja na idara za mahakama kuanzisha haraka uchunguzi wa kina ili kubaini wahusika wa shambulio hilo ili kuwafikisha mbele ya sheria. Amesisitiza umuhimu wa kuimarishwa kwa ulinzi katika vijiji vya Chirangabwa ya pili na Nyangulube pamoja na maeneo mengine yanokumbwa na vitendo kama hivyo. Akaeleza kuwa wananchi wanahitaji kurejeshwa kwa imani na kuishi bila hofu ya kushambuliwa usiku. Shambulio linatokea wakati ambako maeneo mengi ya Kivu Kusini yameendelea kukumbwa na matukio ya ukosefu wa usalama. Katika miezi hivi karibuni kumekuwa na taarifa za mara kwa mara za uporaji wa kutumia silaha, uvamizi wa makazi ya raia pamoja na mashambulizi yanayofanywa na watu wenye silaha yanayozidi kuwatia hofu wakazi wa eneo hilo. Wananchi wa Mudusa sasa wanatoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kurejesha usalama, kulinda maisha na mali za raia pamoja na kukomesha kabisa wimbi la uhalifu linaloendelea kushuhudiwa katika sehemu hiyo ya wilaya ya Kabare. Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota kwa kasi katika wilaya Kale mkoani Kivu Kusini kufuatia mapigano makali yanaendelea kati ya wapiganaji wa wazalendo na wasi wa M23. Tahadhari imetolewa siku ya jana Ijumaa Julai tarehe 3 Julai na shirika la Nouvelle Société Civile du Congo tawi la Kale ambalo limesema maelfu ya wananchi wameathirika na mapigano hayo na sasa wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu. Kwa mujibu wa shirika hilo, mapigano yalianza mwishoni mwa wiki iliyopita katika vijiji vya Katasomwa na Bishaka, Ziralo, Lumbishi na maeneo mengine ya mpakani kati ya Kale na Masisi. Kadiri mapigano yalivyozidi kuenea, wananchi wengi walazimika kukimbia nyumba zao usiku na mchana wakihofia usalama wao, huku wakiacha nyuma mali zao, mashamba, mifugo na kila walichokuwa nacho. Rais wa Nouvelle Société Civile du Congo katika wilaya Kale, Benjamin Mungazi, amesema hali inayowakabili wakazi hao ni ya kutisha na inahitaji mwitikio wa haraka kutoka kwa serikali pamoja na washirika wa msaada wa kibinadamu.
Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na shirika hilo, zaidi ya kaya 3,000 zilizokimbia makazi yao tayari zimehesabiwa katika maeneo mbalimbali yanayowapokea wakimbizi hao. Takwimu zinaonyesha kuwa eneo la Kwinja Zikire na hifadhi kaya 982 zilizokimbia mapigano. Ruhunde ina kaya 315, Mwea ina kaya 256, Nyabibwe ina kaya 995, huku Bujuki ikiwa imepokea kaya 1198. Idadi hiyo inaendelea kuongezeka kadri mapigano yanavyoendelea katika maeneo karibu. Benjamin Mungaza amesema kwa familia hizo zinaishi katika mazingira magumu sana. Wengi wao hawana chakula cha kutosha, hawana sehemu salama za kulala, hawana dawa wala vifaa vya msingi vya matumizi ya kila siku. Watoto, wanawake na wajawazito wazee pamoja na wagonjwa ndio wanaoathirika zaidi kutokana na hali hiyo. Kwa mujibu wa viongozi wa kijamii, familia nyingi ziliondoka ghafla bila kubeba chochote. Baadhi yao wamepata hifadhi katika shule, makanisa, nyumba za wenyeji au maeneo ya wakazi, huku wengine wakilala nje bila mahema wala vifaa vya kujikinga dhidi ya mvua na baridi. Kutokana na hiyo, shirika la Nouvelle Société Civile du Congo limetoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya Umoja wa Mataifa, mashirika ya kitaifa na kimataifa yanashughulikia msaada wa kibinadamu pamoja na watu wenye mapenzi mema kuingilia kati haraka ili kuokoa maisha ya maelfu ya wananchi walioathirika. Shirika linasema mahitaji ya haraka kwa sasa ni na pamoja na chakula, maji safi ya kunywa, dawa, vifaa vya kupikia na magodoro, blanketi, maturubai ya kujistiri, nguo pamoja na msaada wa kifedha utawasaidia waathirika kuanza kujijenga upya baada ya kupoteza karibu kila kitu walichokuwa nacho. Benjamin Mungaza amesitiza kuwa misaada yote itakayowasilisha inapaswa kugawiwa kwa uwazi na kwa sababu baada ya kutambua rasmi familia zote zilizoathirika ili kuepusha ubaguzi, mgogoro au malalamiko miongoni mwa wakimbizi na familia zinazowahifadhi. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Taarifa zinaeleza kuwa siku ya Jumatano Julai mosi kulizuka mapambano makali kati ya waasi wa M23 na muungano wa makundi ya wazalendo katika njia ya Ngungu Famadu ndani ya sheferi ya Baunde pamoja na miili wa Nyange Bibwe katika sheferi ya Bashali. Kadiri mapigano yanavyoendelea, yaliweza kusambaa hadi baadhi ya maeneo jirani ndani ya wilaya ya Kale, aliyosababisha wimbi jipya la wakimbizi na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu ambao tayari ulikuwa unakabili mkoa wa Kivu Kusini. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa kurejeshwa kwa amani ya kudumu katika eneo hilo, wakisema kuwa bila kusitishwa kwa mapigano, idadi ya watu wanaokimbia makazi yao itaendelea kuongezeka, huku mateso ya wanawake, watoto na wazee kizidi kuwa mbaya na makubwa siku baada ya siku. Hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika mji wa Oicha mkoani Kivu Kaskazini baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufanikiwa kuzuia na kurudisha nyuma shambulio linalodaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF katika usiku wa kuamkia leo Jumamosi tarehe 4 Julai. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, washambuliaji hao walitokea upande wa Kamajiwe baada ya kujaribu kuingia katika kitongoji cha Tenambo ndani ya mji wa Oicha. Inadaiwa kuwa walitaka kufanya uvamizi wa kushtukiza katika eneo hilo ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Mara tu taarifa za uwepo wa watu hao wenye silaha walipoanza kusambaa, hofu kubwa ilitanda miongoni mwa wakazi wa Tenambo na maeneo jirani. Familia nyingi lazimika kujifunga ndani ya nyumba zao, huku wengine wakimbia maeneo wanaamini kuwa salama zaidi, wakihofia mashambulizi dhidi ya raia kama ilivyowahi kutokea katika matukio yaliyopita. Mashuhuda wanasema milio mizito ya silaha ilisikika kwa muda mrefu siku huo, aliyowafanya wananchi wengi kushindwa kulala. Wengine walikesha wakifuatilia kwa tahadhari kile kilichokuwa kinaendelea, huku wakisubiri kujua ikiwa waasi hao wangefanikiwa kuingia katikati ya mji au la. Baada ya kupokea taarifa hizo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vilivyokuwa vimewekwa katika eneo hilo vilichukua hatua za haraka na kuanzisha operesheni za kuwazuia washambuliaji hao. Mapigano makali yalizuka kati ya jeshi la serikali na waasi wa ADF, huku pande zote zikibadilishana mashambulizi ya risasi kwa dakika kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa za awali, FARDC ilifanikiwa kuwazuia waasi hao kabla hawajafikia maeneo yenye mkusanyiko mkubwa wa wananchi. Shinikizo kubwa kutoka kwa jeshi la serikali walazimu washambuliaji hao kuanza kukimbia na kuondoka katika eneo hilo walikuwa wamejaribu kulivamia. Baada ya kurudisha nyuma vikosi vya FARDC havikuishia hapo. Taarifa zinaeleza kuwa wanajeshi waliendelea na operesheni za kufuatilia waasi hao na walipokuwa wakimbiza ili kuzuia wasijipange upya na kurejesha kufanya mashambulizi mengine katika maeneo ya karibu. Operesheni hiyo pia ililenga kuhakikisha kuwa mazingira yote yanazunguka Tenambo pamoja na njia zinazoelekea Kamajiwe yanaendelea kuwa chini ya uangalizi wa jeshi ili kuimarisha usalama wa wananchi na kuzuia hatari nyingine yoyote. Hadi kufikia sasa mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu waliouawa, kujeruhiwa au uharibifu
uharibifu wa mali uliotokea wakati wa mapigano hayo. Pia bado hajafahamika ikiwa kuna waasi waliokamatwa au silaha zilizokamatwa wakati wa operesheni hizo. Kutokuwepo kwa taarifa rasmi kuhusu matukio ya mapigano hayo kunafanya hali kuendelea kufuatiliwa kwa karibu na wananchi pamoja na wadau wa usalama, huku wakisubiri mawasiliano kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shambulio linakuja katika kipindi ambako maeneo mengi ya Beni na Oicha yanaendelea kukumbwa na vitisho vya mara kwa mara vinavyohusishwa na waasi wa ADF ambao kwa miaka mingi na kadhaa wamekuwa wakihusishwa na mashambulizi dhidi ya raia, vikosi vya usalama pamoja na miundombinu katika sehemu mbalimbali za Kivu Kaskazini na Kusini. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa Oicha wanaendelea kuomba kuimarishwa kwa ulinzi katika vitongoji vinavyozunguka mji huo, wakisema kwa licha juhudi zinazofanywa na FARDC bado wanahitaji uwepo mkubwa zaidi wa vikosi vya usalama ili kuhakikisha amani na kuzuia mashambulizi ya kushtukiza. Hali hii katika eneo la Tenambo inaelezwa kuwa imerejea kwa utulivu sasa, ingawa tahadhari inaendelea kuimarishwa kutokana na hofu ya waasi hao wanaoweza kujaribu tena kufanya mashambulizi katika siku zijazo. Kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Martin Fayulu ametoa wito mpya wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa yatakutanisha wadau wote wa nchi, akisisitiza kwa umoja wa kitaifa ndio suluhisho la kudumu kwa mgogoro wa usalama unaendelea mashariki mwa nchi. Akizungumza siku ya jana Jumatatu tarehe 3 Julai, Martin Fayulu alisema kuwa hali ya sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inahitaji viongozi wa kisiasa, taasisi za serikali, makundi ya kijamii na viongozi wa dini, vijana, wanawake pamoja na wale wote wanaodai kwa wazalendo kuweka pembeni tofauti zao na kuungana kwa ajili ya kulinda maslahi ya taifa. Katika hotuba yake, mwanasiasa alisitiza kuwa anaamini katika matumizi ya silaha kama njia ya kujikinga ya kupinga serikali. Kwa maoni yake, hakuna kinachoweza kupitwa upinzani bila silaha dhidi ya taifa, kwa sababu watu hiyo inawaletea mateso wananchi na kuhatarisha umoja wa nchi. Martin Fayulu alisema kuwa mkakati anaupendekeza ni rahisi lakini muhimu. Alieleza kuwa kila raia anayejiona mzalendo anapaswa kushiriki katika juhudi za kurejesha mamlaka kamili ya taifa na kulinda mipaka nchi badala kugawanyika kutokana na tofauti za kisiasa. Kwa mujibu wa Martin Fayulu, nchi inakumbwa na vita na mgogoro mikubwa kama ilivyo sasa. Ni wajibu wa watoto wote wa taifa hilo kusimama pamoja, kushirikiana na kutafuta suluhisho la pamoja badala ya kuendelea kugawanyika. Akiendana na hoja yake, alisitiza kuwa ili umoja uweze kupatikana, lazima kwanza kuwa na mazungumzo ya wazi, ya huru na yatakayojumuisha wadau wote bila ubaguzi. Amesema mazungumzo yanapaswa kuwapa nafasi wale waliobeba silaha kueleza sababu za wasukuma kufanya hivyo. Kwa mujibu wa kiongozi wa upinzani, makundi yote yenye silaha yanapaswa kueleza wazi malengo yao mbele ya taifa na baadaye kuweka chini silaha ikiwa kweli yatatanguliza maslahi ya wananchi. Alimenya kwamba iwapo makundi hayo yatakuwa tayari kushiriki katika mchakato wa amani, basi yatajikuta na kabla na hukumu ya wananchi wenyewe. Bana masuala ya kisiasa, Martin Fayulu alieleza kuwa wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya kibinadamu inayokabili wakazi wa mashariki mwa nchi. Alisema kuwa isikuwa upokea simu kutoka kwa wananchi wanaoishi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita ambao amemwelezea mateso wanapipitia kutokana na changamoto inayoendelea. Alitaja maeneo Goma, Bunagana, Ruchuru na Bukavu kuwa miongoni mwa sehemu ambazo wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na migogoro ya silaha. Kwa mujibu wake, maelfu ya familia zimepoteza uhuru wao wa kuishi kwa maana sasa zinaendelea kuteseka kutokana na hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya. Martin Fayulu anasema kuwa viongozi wa kisiasa wanapaswa kuweka mbele maslahi ya wananchi wanateseka badala ya kusitiza katika mabishano ya kisiasa. Akisema kuwa kila siku inayopita bila suluhisho ni nyingine siku ya mateso kwa maelfu ya wananchi wasio na hatia. Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, kiongozi wa upinzani alikosoa serikali kuhusu namna inavyosimamia rasilimali za taifa. Alidai kuwa utajiri mkubwa wa madini ambao ungepaswa kuboresha maisha ya wananchi hawafurahishi raia wengi, huku baadhi ya viongozi kutumia fedha vibaya zama kwa ajili ya kujinufaisha binafsi. Kwa mujibu wa Martin Fayulu, viongozi wanapaswa kutumia rasilimali za taifa kwa maendeleo ya wananchi badala ya matumizi ya nasa, akisitiza kuwa utajiri wa Kongo unapaswa kuwa chachu ya maendeleo ya taifa nzima. Alitoa tahadhari kuhusu mjadala unaohusiana na uwezekano wa kufanyiwa kwa marekebisho ya katiba nchi. Fayulu alionya kuwa hatua yoyote ya kubadili katiba katika kipindi hiki ambacho taifa linakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama inaweza kuongeza migawanyiko wa kisiasa na kuhatarisha zaidi umoja wa taifa. Kwa maoni yake, mazingira ya sasa yanahitaji viongozi wa kujikita kwanza katika kurejesha amani na kuunganisha wananchi kabla ya kuanzisha mijadala inayoweza kuzua mvutano mwingine wa kisiasa. Katika hotuba yake, Martin Fayulu
pia alizungumzia nafasi ya rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, akisema kuwa na imani na ujumbe ambao amekuwa akitoa kuhusu umuhimu wa mshikamano wa kitaifa wakati wa migogoro. Martin Fayulu alisema kuwa katika kipindi hiki ambacho Kongo inapitia changamoto kubwa za kiusalama, hakuna suluhisho jingine zaidi la hii ya kuhakikisha wananchi wote wanaungana na kufanya kazi kwa pamoja ili kujadili hali ya taifa. Aliongeza kuwa haoni sababu ya kutilia shaka nia ya viongozi wanaohimiza umoja wa kitaifa ikiwa ni lengo lao ni kusaidia kurejesha utulivu nchini. Kauli hizi za Martin Fayulu zinakuja katika ambako mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya wazalendo na M23 endelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Wakati huo maelfu ya wananchi wanaendelea kukimbia makazi yao kutokana na vita, huko juhudi za kisiasa na diplomasia za kurejesha amani zikiendelea kujadiliwa katika ngazi za kitaifa na kimataifa. Habari njema zimepata baadhi ya familia katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini baada ya vijana waliokuwa wamekamatwa kufuatia shambra za kushangilia bao la timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopards dhidi ya England katika michuano ya kombe la dunia ya FIFA mwaka 2026 kuachiwa huru siku ya jana Ijumaa tarehe 3 Julai. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani ya mji wa Goma, vijana hao walikuwa wamezuiliwa kwa muda wa siku 2 tangu walipokamatwa baada ya kuonekana wakisherehekea kwa furaha bao iliyofungwa na Leopards katika mchezo dhidi ya England. Taarifa zinaeleza kuwa mara baada ya bao hilo kufungwa, sehemu mbalimbali za mji wa Goma zilishuhudia wananchi hususan vijana wakitoka majumbani wao kushangilia kwa nderemo, nyimbo, vifujo na kupiga bendera ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ishara kuunga mkono timu yao ya taifa iliyokuwa ikiwakilisha nchi katika kombe la dunia. Hata hivyo hali haikudumu kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa washuhuda, baadhi ya vijana walikamatwa na waasi wa M23 waliopo katika mji huo baada ya kushiriki katika shambra hizo. Kukamatwa kwao kulizua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Goma, huku familia zao zikitoa taarifa rasmi kuhusu waliokuwa wamepelekwa na hali zao wakati wa kuzuiliwa. Katika kipindi cha siku 2 walichokuwa mahabusu, kulikuwa na wasiwasi mkubwa kutoka kwa ndugu, jamaa na wananchi waliokuwa wakifuatilia kwa karibu hatima yao. Wengi walikuwa wakihofia kwamba kukamatwa kwa vijana wao kunaweza kusababisha madhara zaidi ili kupelekea kuzuiliwa kwa muda mrefu. Baada ya shinikizo la ufuatiliaji kutoka kwa jamii pamoja na viongozi wa eneo hilo, taarifa zilizothibitishwa na vyanzo vya ndani zinaeleza kwa vijana hao wameachiliwa huru na kurejea katika familia zao siku hiyo ya jana Ijumaa. Kuachiwa kwao kumepokelewa kwa hisia tofauti ndani ya mji wa Goma. Familia nyingi zimeeleza faraja baada ya kuona watoto wao wakirejea salama, huku wananchi wengi wakisema kuwa tukio hilo linaonyesha hali ya tahadhari inaendelea kutawala katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro ya silaha. Licha ya kuachiliwa kwa vijana hao, hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu sababu kamili zilizopelekea kukamatwa kwao wala masharti yaliyotumika katika kuachiliwa huru. Hali hiyo inaendelea kuibua maswali miongoni mwa wananchi kuhusu mazingira halisi ya tukio hilo. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanasema mpira wa miguu ni kwa kawaida huwa ni tukio la kuunganisha wananchi bila kujali tofauti zao za kisiasa au kijeshi, na kwamba shambra za kushangilia timu ya taifa mara nyingi huonekana kama sehemu ya uzalendo na upendo kwa nchi. Tukio hili linaonekana siku chache baada ya timu za taifa ya Leopards kumaliza safari yake katika kombe la dunia kwa kufungwa bao 2-1 dhidi ya England katika hatua ya mtoano. Licha kuondolewa kwenye mashindano ya kiwango cha kinachoonyeshwa na wachezaji wa Kongo kuendelea kuongezwa na mashabiki wengi ndani ya nje ya nchi. Katika mji wa Goma, maeneo mengine ya mashariki mwa nchi, wananchi wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kutokana na changamoto za usalama zinazoendelea, jambo linalofanya hata matukio ya kawaida ya kijamii kama vile kushangilia ushindi wa bao la timu ya taifa kuwa na hatari zinazoweza kuzua taharuki. Kwa sasa hali inaonekana kuwa tulivu baada ya kuachiliwa kwa vijana, huku wakazi wa Goma wakitarajia kuona mazingira yatakayoruhusu wananchi kuendelea na maisha yao ya kila siku kwa amani bila hofu ya kukamatwa kutokana na shughuli za kawaida na za kijamii. Na tunaelekea mwisho wa taarifa yetu ya mchana leo kupitia Kivu News Info. Tukiwa tumewaletea matukio yote muhimu yaliyojiri hapa nchini na katika eneo la maziwa makuu na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asanteni sana kutupatia muda wako katika kipindi hiki kwa kuendelea kutuamini kama chanzo chako cha taarifa sahihi, haraka na zenye uhakika. Tunaendelea kukumbusha kuwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo bado inahitaji ufuatiliaji wa karibu, na hivyo tunahimiza wananchi kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo ya mamlaka husika pale inapohitajika. Hii ni Kivu News Info ambayo tunaendelea kuletea
matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio kwa mara kwanza mkutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka nikikomba na kusikufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa, basi nakutakia mchana mwema wenye amani na mafanikio katika shughuli zako za kila siku. Nikiendelea kukuahidi tukutane tena jioni na kwa taarifa nyingine ya habari zitakazokuwa zimetufikia kwa muda huo. Bye bye na chao, baki salama na mchana mwema.